lakini furaha yangu kumkaribisha. Hembu tumkaribishe kwa makofi mengi. Asante sana. Mchungaji Muna, hapa ni kanisani kwenu. Wewe ukiwa Singida na makanisa mengi, Kibaoni, wapi, yote ni ya kwako. Kumbe leo bahati umefika kwetu kusali na sisi. Mimi nafurahi sana. Wasalimia wa ndugu hawa na waambie safari yako ilikuwaje. Amina baba. Yesu asifiwe sana, kanisa la Bwana. Asubuhi ya leo nawasalimia sana katika jina la Yesu. Unaweza ukaongeza amina yenye afya kuliko hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaongeza makofi tena mazuri kuliko hayo. Asubuhi ya leo namshukuru Mungu kupata nafasi niweze kuwa hapa pamoja nanyi katika kanisa letu hapa mjini kati kwa baba yetu. Tumshangilie Yesu kwa ajili ya baba kwa makazi nzuri anayofanya. Mimi nashukuru Mungu kupata nafasi kwa mara ya pili kusimama katika madhabahu hii hapa. Nakushukuru sana baba kwa kukubali nisimame. Ukweli sikujua kama nitasimama leo. Nilikuja na ilikuwa nirudi jana, lakini mbingu ilikuwa imepanga kwamba leo niwepo hapa. Tuliposalimiana na baba asubuhi ofisini kwake kwa kikao kifupi, akaniomba kwamba leo niwepo pamoja nanyi na niweze kusimama kwa muda mfupi kwa ajili ya neno la Mungu. Kwa hiyo nakushukuru sana baba kwa kuniridhia. Huu ni upendo wa ajabu sana. Na tulikuja kwa nikiwa na rafiki zangu wengine wawili, tuko watatu. Wao wameenda kule Mandewa kwa mchungaji Sospita. Na kilichotuleta, tunapanga kuwa na kongamano kubwa hapa. Nilipata marafiki ambao tulifanya nao kongamano Arusha mwezi wa pili, na wakauliza kama tunaweza kusogea mahali pengine. Na mimi sababu napenda nyumbani, nikawaambia mkoa ambao mimi nafikiria tunaweza kwenda baada ya Arusha ni Singida, kwa sababu watu wa Singida ni watu waadilifu sana. Akikwambia anakuja kweli, hadanganyi. Na mara zote hata katika makongamano Singida wamekuwa wakifanya vizuri sana. So ninawashukuru sana. Tunapanga mwakani mwezi wa pili, Mungu akijalia, tuwe na kongamano kubwa la watu 1000 ama zaidi kidogo hapo. So tutakuwa na wageni kutoka Marekani na watakuja kwenye mji wetu na itakuwa baraka. Na kwaya pia zitaimba. Na nabarikiwa tena kuwaona rafiki zangu ambao nimekuwa nao mara nyingi, Gofana. Mungu awabariki sana na mshangilie Yesu kwa ajili yenu. Na mimi kama ningekuwa naambiwa nichague wimbo ambao huo si usahau, kakipande kadogo ndio nao upenda, naimba kila mara hicho kipande. Niombe siku nyingine mkipata nafasi mgonge hako ka wimbo, mimi kananibariki sana. Anasema, subiri, usifanye haraka kuondoka. Subiri, subiri, sifanye haraka kuondoka. Mimi sasa nilikuwa naimba zamani, sasa siwezi. Lakini huwa najiimbia mwenyewe na sauti yangu. Ajabu, mimi niko chuo, tuna graduate kesho kutwa Jumanne. Na tulipoulizwa tutunge wimbo, kwa neema ya Mungu nikiwa tu kwenye gari, wimbo kakanijia, nikakarekodi kwenye simu. Nimetunga wimbo, ndio umepita, utapigwa kwenye mahafali. Na kwa hiyo na studio ndio kule kaniangukia tena nikaimba. Kwa hiyo ilikuwa ni special grace. So nina huo wimbo na upenda sana. Ikiwa mtaimba tena baadaye au lini, nikiusikia nitasikia baraka sana. Hako nika wimbo naweza sikia mahali na nikasikia kubarikiwa sana. Mke wangu na familia wamewasalimia katika jina la Yesu. Askofu Muna pia nilimuaga kwamba nitakuwa huku Singida. Wako wanaendelea vizuri. Mungu amenibariki na mke, na mpaka sasa tumefikisha watoto 3. Lakini sisi tunapenda watoto wengi. Na kama Mungu angetujalia tupate angalau 2 wengine, nchi ingekuwa nzuri sana.
Dada yangu naye mfuata, yeye amepambana, Yesu amemsaidia, amegonga 12, yani kama mitume wa Yesu. Tusikie neno la Mungu kwa dakika zilizo mbele yetu hapa. Somo letu linasema baraka za kuwa na Mungu au baraka za kutembea na Mungu maishani. Somo letu linasema baraka za kuwa na Mungu au kutembea na Mungu maishani. Somo letu tutaanzia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 39. Tutasoma mstari wa 9 peke yake. Mstari iko mingi hapo, lakini naomba tusome tu mstari wa 9. Ndio nitaanzia hapo, nitazungumza mambo machache, alafu tutaacha waimbaji wamalizie. Biblia inasema hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Lengo langu liko katika hiyo maneno yanayofuata hapo. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Bwana alibariki neno lake. Jambo muhimu ambalo nimejifunza katika maisha na katika umri huu mdogo ambao Bwana amenijalia, nimegundua jambo moja katika maisha ambalo hilo ni guarantee, ni hakikisho ambalo hakuna ubabaishaji ndani yake. Na jambo hilo ambalo halina ubabaishaji ndani yake ni mtu kuwa na Mungu katika maisha yake. Nataka umsalimie tu jirani yako tunapoendelea. Mwambie baraka ya kwanza ni kuwa na Mungu katika maisha. Angalia mwenzako tena usoni, mwambie baraka ya kwanza ni kuwa na Mungu katika maisha yako. Hii dunia haihitaji uwe mrefu sana, haihitaji uwe mfupi sana, haihitaji uwe umesoma sana, kusoma ni kuzuri, haihitaji uwe siwe mtu wa tajiri sana, uwe mtu wa aina gani. Jambo moja ambalo nimegundua katika maisha ambalo ni baraka yenye kuishi, ambayo inaishi, haishi karibu, baraka inayoendelea, baraka yenye matokeo ambayo ndani yake kumejaa ushindi, ni mtu kuwa na Mungu katika maisha yake. Mtu anaweza kuwa na sura, lakini sura hiyo ikaharibika. Niliona jamaa mmoja alikuwa handsome pale Kilimanjaro, ana sura kama Mwarabu hivi, na alikuwa ni mtu mzuri sana. Wakakosana na mtu mwingine, huyo jamaa akamvizia gizani saa 2 usiku, akamwagia tindikali. Sura yake ambayo ilikuwa ni nzuri ikaharibika. Nimeona watu wazuri anaweza pitiwa na ugonjwa na hali yake ikabadilika. Lakini nataka kuhakikishia jambo moja: ukiwa na Mungu katika maisha yako, una uhakika wa maisha ya sasa na maisha yajayo. Walio na Mungu katika maisha yao wana ujasiri usio wa kawaida. Asubuhi ya leo nakuletea habari ya kijana. Huyu ni kijana mtanashati. Ni kijana aliyependwa na baba yake na mama yake. Ni kijana ambaye alipewa upendeleo wa kipekee. Na huyu kijana, Biblia inasema, alishonewa kanzu ndefu, alipewa vazi maalum. Baba yake alimfurahia, akampa nguo nzuri. Na huyu ni kijana ambaye alikuwa ni mwaminifu sana katika nyumba ya baba yake. Maandiko yanatueleza hatimaye huyu ndugu alikuwa na wazazi, anaishi vizuri, anakula vizuri chini ya uangalizi wa wazazi wake. Akiwa kijana mdogo alilelewa vizuri, akawa anapata mahitaji yote ya msingi kama mtoto katika nyumba ya mzee ambaye Mungu alimbariki. Lakini maandiko yanasema hatimaye, kwa sababu ya ndoto zake, kwa sababu ya kile ambacho alikuwa amebeba, Biblia inasema ndugu zake wakamchukia.
ndugu zake hawakusema naye kwa amani, na Biblia inasema jambo hilo likapelekea chuki ilipozidi, baba yake akamtuma kwenda kuwasalimia ndugu zake na kuwapelekea chakula. Alipofika huko, ndugu zake wakasema, haya, yule bwana ndoto anakuja, sasa basi tumue ili tuone ndoto zake zitakuwaje. Walikuwa wanajaribu kuua mtu aliyembeba Mungu ambaye hafi. Walikuwa wanajaribu kudili na mtu ambaye ana guarantee, ana hakikisho katika maisha yake. Asubuhi ya leo nimesema kile kinaweza kutufanya tutembee kifua mbele sio kujulikana na serikali, sio kujulikana na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Baraka ya kwanza ni kujulikana na Mungu aliye mbinguni. Unaweza kuwa na urafiki na watu wakuu ambao ni nzuri, na mimi napenda. Mimi niko na mawasiliano na watu mbalimbali. Napenda kuwa na urafiki na madaktari, napenda kuwa na urafiki na wanasheria, napenda kuwa na urafiki na watu wa majeshi yetu ya ulinzi na usalama. Napenda wakati mwingine hata kukaa na wanasiasa, na wao hupenda kuniita kwenye majukwaa yao wakati mwingine kwa mambo mbalimbali. Lakini ndugu zangu, nataka niwaambie, niliwahi jua mwaka fulani nikiwa tu ninaishi, nikakutana na jamaa mmoja. Huyo jamaa nikapewa habari zake, ni mtu mmoja wa kule Tanga. Yule jamaa alikuwa ni mchawi wa kutupa. Sasa nikapewa habari na wajomba zake kwamba huyu jamaa kanaye vizuri, ameleta madhara katika maisha ya watu wengi kwa sababu ya uchawi wake. Na mimi nikasema basi ni sawa, nitajaribu kuona huo uchawi wake. Nikajaribu kufanya naye kazi fulani, aliposhindwa kufanya vizuri nikamuondoa. Nilipomuondoa katika ile kazi akaniambia, hunijui, sasa utanijua. Nikafikiri utani. Jamaa nilipouliza ndugu zake, mnamuonaje? Wasema huyu jamaa ni shida, ameharibu maisha ya watu wengi, amekuwa mwiba kwa watu wengi. Mimi bwana, nikamwambia bwana, tumeachana kuanzia leo. Akaniambia utanikoma. Miaka hiyo nakumbuka yule jamaa akaanza kunitumia message, ananiambia, na mimi ni mtu wa safari kila mara, utasafiri lakini hautarudi. Wakati huo ndio nimepambana kwenye kanyumba kakupanga, hatimaye jua la haki limenizukia, nimepata mahali pa kuhifadhi kichwa, ndio najenga angalau natamani nihamie. Ananiambia utajenga nyumba lakini hautakaa ndani yake. Hata mimi sijamwambia anajenga. Nikajua mziki leo umekuwa mkali. Aliponitishia message nyingi za kunimaliza na kuniua, nikakumbuka niko na watu wa familia ambao wako katika vyombo vya ulinzi na usalama. Nikasema nikaonyesha hizi message angalau wambananishe mahali kidogo nisikie raha. Wakati nilikuwa nawaza hayo, sauti ya Bwana kanijia, dogo, acha ujinga. Hao nao watarajia kuna siku watakufa. Hao nao watarajia kuna siku watafukuzwa kazi. Hiyo kesi ilete msalabani. Hapo ndio pana hakikisho ambalo halibadiliki. Mimi Yesu akaniambia hii kesi wala sio ya kula ugali, sio ya kufunga. Hii kula ugali dogo na mlenda wako, alafu niambie unataka nikufanyie nini? Nikala ugali wangu, nilipogeukia ukuta maneno yakanijia, Yesu ni mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na mimi dogo nikatoka kifua mbele, nikageukia ukuta, nikamwambia Yesu, unajisikiaje mdogo wako nikinyongwa na mchawi wa Tanga? Hii itakaaje Yesu? Unaniachaje ninyongwa na mimi bado mdogo, nahitaji kwenda mbali, nahitaji kulitumikia shauri la Bwana. Yesu akaniambia, dogo, lala usingizi, hiyo kazi imeshafika msalabani, na hapa kuna hakikisho. Serikali inaweza shindwa kufikia malengo, lakini mbingu lazima ifikie lengo. Mungu akiahidi anatenda. Mwanadamu anaweza ahidi akashindwa kutimiza. Ninaweza kuahidi kusaidia nisikusaidie, lakini Yesu akiahidi kusaidia atakusaidia. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Nikazima simu ili asinisumbue, nikalala. Message ziko nyingi zaidi ya 20. Nikalala. Asubuhi ilikuwa ni mwezi wa 12 kuelekea Christmas. Kwanza kwa nimemaliza hapo, nikaona asubuhi nilipowasha simu, yule Ostaz jamaa mwenye suruali fupi amekati hapa juu.
Nikaona ameshaijua Biblia ghafla. Ananiambia, ndugu yangu, naomba unisamehe. Hata Biblia yenu imesema samehe 7 mara 70. Naomba unisamehe na mimi nimalize mwaka. Mimi nikajiuliza, nini wamefanyiwa nini na Mwokozi na huyu baba yangu wa mbinguni? Amemfanyia nini mpaka amekuwa mpole kiasi hiki? Nikamwambia nimekusamehe, lakini nikwambie mpaka leo sijawahi kumuona. Walimalizaje na kaka mimi sijui. Ninachojua ninaendelea mbele. Asubuhi leo nimekuja nikwambie, kuwa na mume ni vizuri, kuwa na mke ni vizuri, kuwa na kazi ni vizuri, kusoma ni vizuri, kuwa tajiri ni vizuri, lakini ili uishi maisha yenye uhakikisho, hakikisho umebeba Mungu katika maisha yako. Kuwa na sauti nzuri ni vizuri. Kuna watu wana sauti nzuri kuliko yako, lakini nakwambia ukiwa na Mungu, hata kama unaimba sauti ya 12, hiyo nyimbo yako itasikilizwa na watu wataifurahia. Uimbaji bila Mungu unaweza kufanya tu show, lakini ukiimba pamoja na Bwana tutasikia kuinuliwa, tutasikia kujengwa, tutasikia kutiwa moyo, tutasikia kuinuliwa katika nyimbo za kusifu na kuabudu. Tumeona watu wanaokoka, tumeona kansa inaondoka. Nimekuja niwaambie waimbaji, watumishi wa Bwana, jambo la kwanza sio vyombo vikubwa. Jambo la kwanza ni Mungu katika uimbaji wetu. Katika ile kwaya ya kwanza awe Mungu yuko pamoja na sisi. Tunapoimba Bwana yu nasi, tunapotembea Bwana yu nasi, tunapokula Bwana yu nasi. Maana ukiwa na Yesu hata kila vya kufisha, ahadi ya Bwana ni hii, hautakufa bali utaishi. Sema amina. Kuna watu wanafurahia kukaa karibu na wanasiasa. Ni vizuri, lakini tamani jambo la kwanza, kaa karibu na Mungu wa mbinguni. Unapolala usiku, mwambie Baba lala na mimi. Unapotembea, mwambie Yesu tembea na mimi. Ukiwa kwenye ile ofisi yako, mwambie Bwana kaa na mimi ofisini. Maana ukiwa na Bwana, maisha yako yana garantii. Yesu analinda, haachi pengo. Kuna watu wanalinda, lakini bado hata anaweza kujikuta ameweka sumu. Nakumbuka habari ya mchungaji mmoja, ameitwa na Bwana kwenda kutumika mahali fulani. Akamwambia Bwana, siwezi kufanya kazi peke yangu. Kaingia kwenye maombi ya siku 3. Anamwambia Bwana, naenda kwenye mji mwingine kwa watu wengine ambao si wajui. Hawa watu sijui tabia zao, lakini wewe Mungu unawajua. Hebu nenda na mimi kwenye hiyo kazi unayonituma. Mungu akamwambia nenda, niko pamoja na wewe. Anafika kwenye mji, anamuuliza Yesu, nitaanzaje kufanya hii kazi hapa? Mbona sina mahali pa kuanzia? Kanisa mama hawajanipata 100, lakini nitafanyaje hii kazi? Yesu akamwambia, mimi nisaidia kanisa mama, nikiwa pamoja na wewe kila kitu kitaenda. Jamaa akaingia kwenye maombi, akamsihi Bwana ili ampatie nafasi ya kupata rasilimali za kwanza kanisa. Wakati yuko kwenye maombi, siku ya 3, Bwana akamwambia, nimeshasikia maombi yako. Kesho asubuhi vaa vizuri. Salimia jirani yako, mwambie vaa vizuri. Bwana akikujalia neema ukapata kahela, vaa vizuri. Kula vizuri. Hatuishi maisha mara mbili, maisha ni mara hii. Ukipata nafasi ya kucheka, cheka vizuri. Ukipata nafasi ya kuimba, imba vizuri. Ukipata nafasi ya kucheza, cheza vizuri. Tunaishi mara moja. Unajua hata wengine umri umeenda, kumwambia baba yetu leo aje acheze, hao walikuwa wanacheza vijana agonganishe miguu, unamvunja mzee bure. Kwa hiyo wakati mifupa bado inaruhusu, cheza vizuri. Ukisikia kuruka, ruka vizuri. Ukisikia kutoa, toa vizuri. Maana kuna saa utajaribu kufanya haviendi. Bwana akamwambia vaa vizuri. Nenda kwenye barabara ya mzunguko, utaona gari Nissan Patrol nyekundu inakuja. Hiyo gari piga mkono, huyo mtu anaendesha hiyo gari atakufadhili kwenye huduma yako. Asubuhi leo naongea baraka ya kuwa na Mungu ama kutembea na Mungu maishani. Baraka ya kwanza ni hiyo. Yule jamaa katoka asubuhi amependeza kuliko mimi. Akafika round about, akakaa pale anaangalia. Na ni vizuri, ambia jirani yako hata moja nunua gari, anza kujua aina za magari. Roho Mtakatifu anaelekezaga watu kwa njia mbalimbali. Hasa mimi Roho Mtakatifu mara nyingi husema na mimi mambo mazuri kwa Kiingereza. Nilifurahi watoto wameimba na Kiingereza. Usikasirikie Kiingereza, Roho Mtakatifu anaongea lugha zote.
Naweza kusemesha Kinyaturu, Kinyiramba, Kinyakyusa na lugha nyingine yoyote. Yule jamaa akafika pale, akaja gari akaambiwa pia inaendeshwa na mwanamke. Akaiona Nissan Patrol new model inakuja, mwanamke anaendesha. Akaipiga mkono, gari kasimama. Gari iliposimama, yule jamaa mama akashusha kioo. Vipi boss? Shida nini? Akamwambia nina mazungumzo na wewe ya muhimu sana. Akamwambia ingia kwenye gari twende ofisini. Jamaa wakafika ofisini, yule mama akamwambia nyumbani kuna utulivu zaidi, twende tuzungumzie nyumbani. Akapanga mipango yake ofisini, wakarudi nyumbani. Anatuambia ukifika kwa tajiri hutaji kuelezewa hapa ni kwa tajiri. Kuanzia nje, geti unapoingia ndani, unajua hapa ni kwa bosi fulani. Anaingia ndani, yule mama anamwambia nieleze unataka nikusaidie nini? Una biashara gani unafanya? Maana yule jamaa alimwambia na mimi nimfanye biashara kama wewe. Jamaa anaingia mkono mfukoni, anavuta kaagano jipya kabibilia. Mama anamwambia acha utani kabisa. Mimi sijaje, usinichezee, usinipotezee muda. Nenda na biashara yako Biblia, mimi ninazo nyingi kuliko hiyo. Akamwambia niruhusu nisome mstari mmoja alikuwa nimesimama. Ninazungumza baraka ya kutembea na Mungu asubuhi ya leo. Yule jamaa akafungua andiko akasoma. Dada yule akaanza kulia machozi. Mungu amekutana na hitaji lake. Akamuombea, Yesu akamfungua. Sema amina. Dada alipofunguliwa akasema unataka nikufanyie nini? Ambia mwenzako hiyo ni open check. Yaani imeshasainiwa, hundi iko wazi, wewe andika kiasi unataka. Uliza jirani yako wewe ukipewa hiyo utaandika shilingi ngapi? Mwingine kwa sababu amezoea shida, unajua unaweza ukazoea shida. Pako karibishwa kwenye kiti unasema nakaa kwenye mkeka. Yaani umezoea shida. Unapewa kijiko kizuri na uma, unasema mimi nakula na mikono. Yaani umezoea tabu tu. Unapelekwa mahali vizuri, choo cha kukaa, wewe unasema unataka cha shimo cha kuchuchumaa. Salimia jirani yako, mwambie usifanye maisha kuwa magumu bila sababu. Mungu akikurahisishia maisha, badilika. Mtu umemaliza, umefika chuo kikuu, lakini bado unatembea umejikunyata. Hiyo tu kufika chuo kikuu, harama una 100, vaa vizuri, tembea kifua mbele. Wewe ni graduate. Mimi nawaambiaga watu kule mjini, nawaambiaga yenyewe tu kuishi mjini. Ukimaliza mwaka wewe ni form 4. Ukimaliza miaka 2 wewe ni form 6. Ukikaa mjini miaka 5 unalipa nyumba, unakula asubuhi chai, mchana na usiku. Wewe ni chuo kikuu. Gusa mwenzako mwambie mimi ni msomi, usinichezee. Nimekaa mjini hapo. Maisha haya usipojitia moyo utakufa kabla ya wakati wako. Jitie moyo katika Bwana, sema amina. Jifurahie kuwa na Mungu kwenye maisha yako. Hauna mjomba, hauna baba, hauna shangazi mwenye cheo, lakini tuna Mungu mwenye kila kitu. Anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. Yule pasta akamwambia yule dada, nataka jengo la kanisa la kuingia watu 500. Weka viti ndani, weka vyombo vya muziki. Nitafutie nyumba ya kuishi, sio rumu moja, self container yenye rumu 3. Mimi nitakuwa na wageni. Lipa kila kitu. Yule dada aliandika hundi ya kulipa gharama zote. Kiongozi wake alipojua hayo, hasira ikapanda. Akasema nitamaliza huyu ambaye amekuja kuchukua mshirika wangu. Akatuma mdada mmoja afanye urafiki na yule mhubiri. Wao wanakaribisha kwenye familia yake. Karibu hata chakula cha jioni mtumishi, we bado ni mgeni. Dada akawa anamkaribisha. Mhubiri alipozoea kwenda kula pale mara kwa mara, wakatafuta sumu ile ya kumaliza mara moja. Ikatengenezwa, ikawekwa kwenye kuku. Yaani shetani anajua kugharamia mambo yake. Gusa mwenzako mwambie shetani anajua kugharamia mambo yake. Lakini wewe gusa mwenzako na kishoka mwambie unaweza kaongeza kiwango chako hata cha sadaka. Toka Januari mpaka Disemba, yani hujawahi kuvuka buku. Yani sadaka yako ukitoa sana buku. Ukitoa 2000 unasikia jasho jembamba limekutoka. Badilisha viwango. Shetani ili afanikishe mambo yake anapandisha viwango vya gharama. Hujawahi kuona wanatoa kafara watu? Basi
Yule mama akaandaa kuku mzima kama wa Singida, amepikwa na viungo, miguu imekaa namna hii. Mhubiri akasema hii ni siku ya kujichana, kumbe wameandaa kumchana. Lakini mimi nazungumza kuna baraka kutembea na Mungu. Wakati anataka kula, sauti kutoka juu inamwambia, mhubiri, shika sahani mkononi. Nafikiri yuko kwenye ile meza. Unajua kuna meza na meza. Meza na meza. Mwambie mwenzako, unajua una meza ila kuna meza. Hazifanani. Kuna meza unakula, alafu kenyeo kanazunguka ukitaka, maana kuna watu wanakula na wengine tunalamba tukingoja Yesu arudi. Yaani kuna watu meza anaichafua, inachafuka. Mhubiri yuko mezani, lakini anaambiwa shika sahani mkononi. Anasema huu ni ushamba, na yeye ni daktari. Akaleta utaalamu. Mungu anamwambia wewe, acha utaalamu wako pembeni, shika sahani mkononi. Anaishika namna hii, sahani inapiga chini, inapasuka. Chakula chote kimemwagika. Hiyo ndio nasema ni baraka kutembea na Bwana. Maana yake watakutegea, lakini Yesu atategua mitego yao. Watakusudia kukumaliza, lakini Yesu atawamaliza kabla yao. Jamani, huyu Yesu ni garanti katika maisha yetu. Tukitembea na huyu Bwana tuko salama. Sahani imepasuka, vimemwagika, kuku imemwagika kule. Mama analeta sahani aweke chakula kingine. Mhubiri lazima uwe smart. Akasimama mara moja akamwambia mama, kilichomwagika ndio ilikuwa cha kwangu. Hiki kilichobaki utakula wewe na mmeo. Simama tuombe. Wakashukuru Mungu, mhubiri akaenda, hajui kinachoendelea. Usiku Mungu akamtokea yule mwanamke. Anamwambia usipoenda kutubu na kuua. Ndugu zangu, nataka niwaambie, bora uawe na fisi kuliko Mungu akuue. Mungu akikuua ni balaa. Hauna namna ya tumaini lingine. Mama alilia usiku kucha. Kunafika asubuhi, yule askofu wake anasubiria msiba. Gusa mwenzako na kishoka, mwambie watasubiri sana. Mungu akiwa upande wetu, jamani, ni nani aliye juu yetu? Anasubiri msiba. Asikie yule mhubiri amekata roho. Gusa mwenzako, mwambie sikati roho mpaka mbingu iseme. Hatimaye mama kuna kucha asubuhi anakimbia kwa mhubiri. Anamwambia baba, machozi analia, nisamehe, nilitumwa, nimefanya 1 2 3. Alafu mhubiri yule aliyemtuma anamwambia, hebu akampigia simu, vipi kumekaaje huko? Anamwambia huku kimeumana. Mwambie mwenzako kimeumana, yani mipango imeharibika. Akasema jamaa hakula, chakula ilimwagika. Mhubiri yule miguu kaanza kugongana, anatafuta na yeye kwenda kutengeneza. Anafika kwa mhubiri, wanayatengeneza. Mhubiri anamwambia nimekusamehe. Yule kiongozi anamwambia kama umenisamehe, niruhusu nikufanyie mkutano. Na yeye kwa jeuri anamwambia leta mkutano. Mhubiri, nitaita mimi wa kutoka mbali ili ulipe gharama, akili ikae sawa. Taita kwaya kadhaa, uwalishe, wasafirishe. Wakapiga injili ya wiki nzima. Baada ya mkutano, pasa alikuwa hana hata mshirika mmoja. Waliokoka watu 70 wakaja kanisani, kanisa likaanza. Asubuhi leo nasema hivi, ndugu yangu, tamani kuwa na Bwana kwenye maisha yako. Unaamka asubuhi unashika kamoyo hapo namna hii, Bwana Yesu bado upo. Fanya kama yule, unaona nani alikuwa anasalimia sana Roho Mtakatifu, anamwambia good morning Holy Spirit. Yule Ben Hinn. Yaani kila sana uliza Roho Mtakatifu kama pamoja na mimi. Jamani, ninapomalizia mchana wa leo nataka kusema hivi. Ukiamka asubuhi mwambie Bwana bado uko pamoja na mimi. Jamani, Mungu akiwa pamoja na wewe hakuna kuchelewa. Utaolewa tu, utajenga tu, utanunua tu gari yako, utasoma tu vizuri, utapona tu ugonjwa unaokusumbua. Jambo la msingi, hakikisha umebeba Mungu kwenye maisha yako. Simama kwa miguu yako, tumshukuru Bwana mchana wa leo. Inua mikono yako juu. Kile tunatamani ni kuwa na Bwana kwenye maisha yetu. Inua mikono yako juu, mwambie Bwana nakuhitaji. Tunaweza pata kawimbo kafupi waimbaji kakuabudu. Kifupi tu sana, afu tutamaliza. Tunamhitaji sana Yesu. Waimbaji, wimbo mmoja tu mfupi. Tukao tumeinua mikono yetu juu.
Jamani, Yusufu aliishi kwa sababu alikuwa na Mungu. Hata walipotaka kumuua hakufa. Sina muda ningekueleza habari za Mordekai na Esther. Kuzimu ilikusudia kufanya mauaji ya kimbari, lakini kwa kuwa walikuwa na Mungu, mauaji yale yaliondolewa, wakaishi salama. Inua mikono tumwabudu Bwana. Na mimi nasema tu haja, hii ni haja ya moyo wangu kukaa nawe. Tuimbe wimbo huu. Ni haja ya moyo wangu, ni haja ya moyo wangu, kukaa nawe, kukaa nawe, Umeweka tumaini lako kwa nani asubuhi ya leo? Nimekuja nikwambie, weka tena tumaini lako kwa Bwana. Wekea Yesu tumaini. Usifanye kuzitegemea akili zako mwenyewe, lakini mtumaini Bwana naye atafanya. Weka mkono kifuani, moja mwingine inua juu. Baba, kama Tanzania, kama wana Singida asubuhi ya leo, watoto wako hapa mjini kati, tumeinua mikono yetu kwako mfalme mkuu. Tumeinua nyuso zetu kwako mfalme mkuu. Tumeinua mioyo yetu kwako Bwana mabwana. Haja yetu asubuhi ya leo, ukae na sisi, ulale na sisi, tembea na sisi, nenda nasi kazini, nenda nasi ofisini, nenda nasi kwenye biashara, nenda nasi kwenye kazi za mikono, nenda nasi kwenye huduma, nenda nasi masomoni, nenda nasi kwenye mahali popote. Bwana, tunakuinulia mikono. Tuna haja nawe mwenye nguvu zote, tuna haja nawe mwenye uweza wote. Ninaombea kila mmoja aliyoko hapa, usituache Bwana, usituache Bwana, usiwache watoto wetu. Tumegundua kama Musa alivyosema, usipoenda nasi hatuendi. Maana alijua safari bila Mungu ni hatari, maisha bila Bwana ni shida. Ndio maana asubuhi leo tumekuinulia mikono, tunakutazama Bwana majeshi. Tembea nasi maishani, tembea na watoto wetu, tembea na watumishi wako Bwana, tembea na wazee wa kanisa, tembea na wachungaji wetu, tembea na waimbaji wetu popote, tembea na wazee wetu na wazazi wetu na ndugu zetu. Tembea Tanzania, kuanzia kusini hadi kaskazini, kuanzia magharibi hadi mashariki. Tanzania inakutazama wewe, Tanzania inakuhitaji wewe. Yesu, tembea katikati yetu, katika jina la Yesu. Bwana, sifa, heshima na utukufu ni za kwako, katika jina